kwa mifano ambayo ni hai. Miezi kadhaa Marekani out of nowhere aliamua kwanza kumshambulia Houthi. Baada ya Houthi kumpelekea sana moto Muisraeli. Muisraeli akashindwa kudili na Houthi. Marekani Trump kuingia akaanza. Kapigana naye zaidi ya mwezi na Houthi hana ndege, hana teknolojia ya kisasa, hana satellite, haina chochote, lakini kampelekea moto Marekani mpaka moto Marekani akaamua akatangaza makubaliano kati yake yeye na Houthi na akaondoka. Wamepoteza F-18 mbili. Ndege zao zimeshambuliwa. Alikuwa Houthi alionyesha capability mpaka ya kufikia. Lakini hapa Houthi anakuwa muelewe. Houthi ni ndo anaongoza sasa hivi naweza kusema Yemen. Ndo actually Houthi ni kabila ambayo nyuma yake wametengeneza jeshi. Unajua Middle East kabila una nguvu sana. Ndo maana hata ukifuatilia utasikia kabila fulani ndo linaongoza nchi fulani. Saudi ni kabila ambalo ndo linaongoza Saudia. Dubai kuna kabila la Al Maktoum na wengineo ambao wanasambaa kule. Kwa hiyo ukabila una nguvu sana Middle East. Kwa hiyo Houthi ni kabila ambalo wanajeshi na wana of course ni majeshi ambao wana itikadi ya Kishia na wana support kutoka Iran, lakini wao ndo wanaongoza sasa hivi, na wale ndo walipigana na Saudia as proxy na nchi 5 za Uarabuni kwa miaka 7, na wamechemka. Baada ya miaka 7 wamechemka Saudia na wengine mpaka wakaja wakatangaza peace and everything, na sasa hivi Houthi ndo anayeongoza Yemen. Umeona? Lakini kwa hiyo Houthi alimpelekea moto Marekani mpaka Marekani akaona it's not worth, kwamba ndio nina uwezo zaidi ya huu, lakini gharama ambazo nazitumia haziendani. Mfano mdogo ili mtu aelewe. Hii mic ni nzuri sana. Thamani yake labda ni 300,000. Sawa? Alafu mtu anakwambia ndio kumbana na shida. Mtu anakwambia anakuuzia kwa 2,000,000. Kwa hiyo ukifikiria kweli ni nzuri, labda mimi nina 300,000, naweza nikatoa nikainunua kwa 2,000,000, lakini haiendani na thamani yake. Ninachopoteza na ninachokipata hakiendani. Kwa hiyo Marekani ameona anachokipata na anachopoteza haviendani. Yes. Na watu angalia mtiririko wa vita vyote ambavyo amepigana. Unajua vita vimebadilika kabisa. Mtiririko wote wa vita ambavyo amepigana Marekani katika miaka 20 iliyopita, amepigana na watu, hajapigana. Kuna kitu kwenye vita tunasema peer to peer. Peer to peer ni watu ambao mmelingana nguvu, ambao kwenye level hiyo unamweka Marekani, kwenye level hiyo unamweka Marekani, unamweka Mchina, unamweka Mrusi, unaweza kumjumuisha kiasi fulani watu ambao wanaweza kusababisha madhara hayo, mtu kama Muhindi na Pakistan na wengineo. Kwa hiyo ni watu ambao nguvu zao zimeendana. Lakini naomba tutaje tu kwa haraka. Vita vya mwisho ambavyo Marekani katoka kupigana ilikuwa ni ambavyo kajitoa juzi hapa, ambavyo ilikuwa ni Afghanistan. Kapigana zaidi ya miaka 20. Kapigana dhidi ya Taliban. Taliban ni watu ambao hawana drones, hawana mizinga, hawana ndege, hawana vifaru, hawana chochote. Baada ya pale katoka kupigana wapi? Iraq baada ya kumwekea vikwazo zaidi ya miaka 10 tangia first Gulf War mpaka vya pili. Alafu Marekani ya kuingia peke yake, aliingia na washirika wake zaidi ya 30 kupigana dhidi ya nchi moja ambayo ni Iraq. Baada ya pale kaingia wapi? Kaingia Libya. Libya pia hali yake tumeiona, na hajaingia peke yake, kaingia na NATO. Baada ya pale kapita Sudan. Kapita nchi zote ambazo wamepita, kapigana na watu ambao hawana uwezo. Ndo maana alikuwa unakuta hawana air defensive system, hawana chochote. Lakini unapokutana na mtu kama Iran, ana air defensive system. Sio bora sana, lakini zipo ambazo zinaweza zikasababisha madhara, zikaondosha ndege 1, 2, 3 au zikamtrack. Na watu wanachukulia poa, lakini kwenye vita vya 1999 Marekani ana stealth bomba yake ambayo inaitwa F-116 ambayo ni Nighthawk. Ni moja ya stealth bomba ambayo ni bora kabisa technologically. Lakini 1999 ilidondoshwa kwa kutumia S-200 ambayo ni teknolojia ya kizamani sana ya Kirusi, na hata rada iliyotumika ni ya kizamani, lakini iliweza kutrack na kuidondosha hiyo ndege. Na mpaka leo Sabia waliandika kitu fulani, sorry we did not know it was invisible, kwamba samahani hatukujua haionekani. Kwa hiyo lazima watu waelewe kwamba kuna mbinu za it's not about silaha peke yake.
Mbinu pia ni muhimu sana. Na ndio maana watu ambao wanafuatilia movie, mimi wanapenda kutoa mifano, wakaenda kuangalia movie kama 300 wale Spartans walikuwa wako 300 tu. Na actually walikuwa hajakusanya jeshi la kwenda kupigana. Ni kwamba Leonidas alienda na washirika wake kama bodyguard zake. Akaenda kupigana na Wapersia ambao walikuwa na way superior army. Lakini taktiki zake bora za kivita zilipelekea madhara makubwa sana kwa Persians. Umeelewa? Kwa hiyo unaporudi kati ya Marekani na Iran, Marekani anajua kabisa ndio nina nguvu kuliko Muirani, lakini Muirani anaweza kanisababishia madhara makubwa, kwa sababu ameonesha kabisa jinsi anavyopenya na kumdhuru Muirani na Muisraeli. Na Muisraeli ana layered air defense system ambazo nishai kusema before ni Pepper Tiger. Uwezo, sifa zake haziendani na uwezo wake. Wenyewe wanaziita impenetrable, kwamba mtu wezi ukapenya. Lakini tumeona kwanzia ana Iron Dome, then ana David Sling, ana Arrow, kuna Arrow 1, 2 na 3, zote zilifeli. Marekani akamwongezea third, lakini bado imeonyesha imefeli. Muirani ana uwezo wa kupiga anapopataka. Sasa ukiangalia base za Marekani zote ziko exposed, na inasemekana kutokana na takwimu Iran ana zaidi ya makombora 28,000 mpaka 45. Na haya sio maneno yangu, haya ni maneno ya Netanyahu mwenyewe. Baada ya kuanzisha muziki walidhania kwamba labda ana makombora 3,000 mpaka 4,000. Wakaja kugundua kwamba kumbe Muirani alikuwa amejipanga na ana uwezo zaidi. Kwa hiyo akasema, ndo maana Netanyahu mwenyewe akasema tulitegemea vita vitakuwa vifupi, lakini uende vita vikawa virefu. Kwa hiyo ameonesha uwezo wa kuweza kudhuru. Kwa hiyo Irani anaweza kumdhuru Marekani, hata kama Marekani ana nguvu. Kwa hiyo strategic planners huwa wanaangalia. Ndio maana kuna kitabu kabisa kinaitwa hivi, Choose Your Enemies Wisely. Chagua maadui wako kwa hekima. Sio kila mtu wa kupigana naye, na sio kila mtu wa kumfanya adui wako. Kuna watu sio wa kuwafanya adui, wanaweza wakaja wakakudondosha. Yes. Na inapokuja swala la Israel na Iran, Israeli is a Pepper Tiger. Sifa zake ni kubwa kwenye karatasi, lakini kinachoonekana ni tofauti. Watu bado wana historia, wanaishi mwaka 1968 na 69 na 73, vile vita ambavyo alipigana na nchi za Kiarabu na akazishinda. Kuna zingine ambazo nilielezea kabisa ni kwamba alizidiwa mpaka Marekani na Uingereza wakaja kumsaidia, lakini hizo ziko fuse, mtu anaweza kaenda akazifuatilia SNS. Walipigana dhidi ya Hezbollah mwaka 2006, wakapigwa, wakaondoka, wakakimbia Israeli yao na ubora wao. Wakajipanga, wakarudi mwaka 2010, same thing, wakala kichapo, wakaondoka. Juzi wamepigana dhidi ya Hezbollah hapa pakati, wakajaribu kuleta jeshi lao la ardhini, hawajafanikiwa. Hawakuweza hata kuingia katika ardhi ambayo ilikuwa inamilikiwa na Hezbollah. Lakini kwa vile wana propaganda na watu wameaminishwa, ili ndio taifa teule, hili alipigiki, lishai kupigana na mataifa matano ya zamani, bado wanaamini hiyo. Ni ngumu kuweza kuprocess information mpya ambazo zinakuja, kwamba game imechange. Hata yani mambo yamebadilika. Hata vita ambavyo vilivyoanza kati ya Ukraine na Urusi na sasa hivi vimebadilika kabisa. Kwa hiyo hali imebadilika kabisa, kuna asymmetrical warfare. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watu wanatakiwa waelewe. Nguvu sio. Marekani alienda kupigana Vietnam, alikuwa kwa sifa na sifa zote, yani kwenye uwezo wa kijeshi, lakini alikula kichapo akakimbia. Umeona? Ndo mpaka kuna movie walitoa inaitwa Last Platoon. Watu waenda kaangalia, Marekani anatoka pale anakimbia, wa Vietnam bado anakuja. Walikuwa na mbinu bora, walitengeneza mahandaki ambayo sio ya kawaida, very smart. Kuna sehemu Marekani akiingia anakutana, wameficha nyoka, anakutana na nyoka. Yani walikuwa wanatengeneza. Kuna sehemu kanyaga unakutana na miba unakufa. Kuna sehemu ukiingia wanakuzibia huku, alafu wanafungua maji, unazama kwenye maji. Kwa hiyo walikuwa very smart, walikuwa na mbinu bora. Hawakuwa na ndege, hawakuwa na vifaa, hawakuwa na lakini Marekani kala kichapo, kakimbia Vietnam kama mpole. Na baada ya Vietnam alitoka pale amenyongonyea vibaya mno, mpaka hakuja kupigana vita vingine vya maana mpaka alivyoingia kwenye Iraq War 1993. Ndo kidogo akawa amejipanga, ndo kidogo ikaanza kumrudishia sifa zake. Lakini before pale alikuwa amenyongonyea. Kwa hiyo watu wanatakiwa ajue kuwa na silaha ni kitu kimoja,
lakini kuwa na mbinu bora za silaha za kivita ni kitu kingine, na hiyo imeonyeshwa all throughout. Kwenye ukiuliza wataalamu wa vita ambao wanafuatilia, watakwambia kwamba mbinu ya kivita ni muhimu sana. Ndio kuna watu ambao wanashauri sana ndio akaangalia vitabu kama Sun Tzu, The Art of War, itamsaidia mtu kufunguka kiakili. Naam. Muisraeli akiatu na Palestina, bila Muisraeli kuwa na backup ya Marekani, anaweza akachapika? Kuchapika siwezi nikasema ni rahisi, lakini kushinda anaweza asishinde wakiachwa wenyewe bila msaada wowote, kwa sababu hizo ndege ambazo anazitumia ni za Marekani, F-16, F-15, kama ni kule hatumii F-35 kwa sababu hakuna haja, kwa sababu Gaza hana air defensive system yoyote, hana surface to air missiles yoyote, hana any guided missiles zozote. Lakini kuna kitu kinaitwa urban combat, urban warfare, vita vya mijini. Kuna kitu kingine kinajulikana kama guerrilla warfare, ndo ambacho walikuwa wanakitumia wa Vietnam, walikuwa wanapigana kwenye jungles kule, ile ni guerrilla warfare. Alafu kuna urban warfare ambayo ni vita vya mijini, ambayo Hamas wanaiweza sana. Hamas ambayo ni Palestina. Yes. Katika ukanda wa Gaza wanaiweza sana, na wameshamsababishia madhara makubwa sana Israeli, japokuwa na kwenye media huwa hakubali, anapenda sana kujimwambafai. Na so far, pamoja na nguvu yote ya Israeli na support yote anayopewa na mabomu yote anayopewa kutoka Marekani na washirika wake, sasa hivi tunaelekea tunaikaribia miaka miwili, hajaweza kuimaliza Gaza. Unajua, unatakiwa utofautishe kitu kimoja, kwamba Israeli ana uwezo wa kuharibu. Kwa uharibifu ana uwezo wa kuharibu. Anachokifanya Gaza ni uharibifu. Anadondosha mabomu ambayo yanaharibu mazingira, anavunja nyumba, kila kitu. Lakini kwenye mbinu za kupigana hamwezi. Hamasi anakutana na wakati mgumu sana, ndio maana mpaka leo hajaweza kuokoa mateka, pamoja na intelijensia yake yote na vikosi vyake vyote na silaha zake zote, hajaweza kukomboa mateka zaidi ya 3, na wengi walioachiwa ni kwa makubaliano. Na by the way, ieleweke kwamba Netanyahu hataki wale mateka. Lengo lake sio kuokoa wale mateka. Kwa hiyo wakiachwa wawili wapambane, itafikia kipindi alafu Waisraeli sio wenye ile nchi, wametoka sehemu tofauti. Hali inavyokuwa mbaya wanakimbia. Ndio maana sasa hivi wengi sana wamekimbilia Cyprus. Ndio maana sasa hivi mpaka Israeli wamepiga marufuku watu wasiondoke Israeli, kwa sababu wengi sana wamekimbia. Walio na uraia wa Marekani wamerudi Marekani, walio uraia wa Ukraine au Urusi, wengine wote wamekimbia, kwa sababu sio nchi yao, hawana uchungu nayo. Ni kwamba umepewa tu bure, kile ni cha bure na Gaza. Umeona? Katika hivi vita kati ya Iran na Israel, na Iran anavyowashushia moto, wengi sana wanakimbia. Lakini Mpalestina ambaye yuko pale ni ideology ambayo ni itikadi. Huwezi ukaua itikadi. Ndio maana huwezi ukamuua nani. Ndio maana baada ya miaka 20 Marekani na silaha zake na kila kitu chake kashindwa kuwamaliza Taliban, kwa sababu is an ideology. Yes, inapokuwa ideology, inapokuwa ni itikadi, ni ngumu sana kushinda watu aina ile. Kwa hiyo wala Palestina wataendelea kupambana mpaka dakika ya mwisho, na wanafanya ukatili mkubwa sana Palestina. Wamepiga wamebomoa zaidi ya hospitali 36, zaidi ya misikiti 1000, na pamoja na makanisa, sio misikiti pamoja na makanisa na sehemu za uraiani, sehemu za wakimbizi na tents na vitu kama hivyo. Unapofanya hivyo, mtoto anaizaliwa alafu anakuta kwamba baba yangu kauliwa hivi au ndugu yangu kauliwa hivi na nini, automatically kwanza ataanza kukuchukia, alafu ataungana na hao Hamasi au movement yoyote inayopambana na nyinyi. Umeelewa? Na hivi vitu vimeanza kabla hata Hamasi imeanza juzi tu hapa. Umeona? Kabla hakuwepo na Hamasi pia kulikuwa kuna hayo matatizo. Kwa hiyo utakuja kugundua shida sio Hamasi, sio shida inatokea kule. Yes. Kwa hiyo hawa wawili kacha mtube patachimbika. Yani mgogoro utakuwa mrefu. Alafu sasa hapa ndio maana inabidi ubalance, uangalie upande wa current affairs, urudi kwenye maandiko. Huu mgogoro utaendelea mpaka
ujio wa Masihi Isa bin Maryam ambaye ni Yesu. Waislamu tunamwamini Yesu, tunaamini kwamba alizaliwa na bikira, tunaamini alizaliwa bila baba, na tunaamini alifanya miujiza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na ni moja wa mitume bora kabisa, na aliongea wakati bado ni mdogo alipokuwa katika uchanga wake. Lakini hatuamini ni Mungu. Hivyo vingine vyote tunaamini, na tunaamini kwamba atarudi. Na Wakristo pia wanaamini kwamba atarudi. Wao japokuwa wanaamini ni mtoto wa Mungu, au wengine wanaamini ni Mungu na vitu kama hivyo, ila wote tunaamini kwamba atarudi. Kwa hivi vita vitaendelea mpaka Masihi atakaporudi, na Masihi Isa bin Maryam ambayo ndio Yesu atakaporudi, atakuja kupambana na Masihi Dajjal ambaye ndo Antichrist, mpinga Kristo. Na Masihi Isa bin Maryam alayhi salam Yoshua ataenda kumuua Masihi Dajjal katika mlango wa kuingilia ardhi takatifu ya Yerusalemu. Kwa hiyo hivi vita vitaendelea mpaka kipindi hicho, mpaka Armageddon na kila kitu. Kwa hiyo sura zitakuwa zinabadilika tu. Leo kuna vita vya aina hii, leo kuna sababu hii, lakini itaendelea kuwepo mpaka kiyama. Okay. Yes. Sawa. Mrusi ana faida gani na Iran? Kwa sababu naye ametishia kwamba ataungana na Iran, au ni propaganda? Hapana, sio propaganda, kwa sababu kwanza wana strategic partnership ambao walisaini mkataba wa kimkakati, makubaliano ya kimkakati, lakini ndani yake hakuna military clause au defensive clause kwamba mimi nikishambuliwa wewe utakuja kunisaidia, au wewe ukishambuliwa mimi nitakuja kusaidia. Aina hiyo ya makubaliano anayo kati yake na North Korea. Iwapo North Korea atashambuliwa, Mrusi atakuja kumsaidia, na iwapo Mrusi atashambuliwa, North Korea atakuja kumsaidia. Na Putin anasema kwamba niliofa aina hii ya makubaliano dhidi ya kwa Iran, lakini hawakuikubali, na actually ina faida, nitakuja kuielezea siku nyingine. Ina faida kwamba hawakusaini. Kwa hiyo yule ni strategic partner wao. Kwanza ni mmoja wa member wa BRICS. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana umuhimu, cha kwanza. Cha pili, yuko sehemu ambayo iko very strategic kwa sababu ya Strait of Hormuz, cha kwanza. Cha pili, nilishai kuongelea kwenye makala yangu ya master plan ya Putin kuiua dola. Kuna njia ambayo imetengenezwa kutoka Urusi all the way inapita mpaka Iran, alafu inaingia kwenye bahari ambayo inaweza ikaenda kokote duniani. Njia hiyo ni muhimu sana kwa sababu ni njia ambayo haiko kwenye control ya watu wa Ulaya au West, Marekani na washirika wake. Tofauti Bosphorus Strait ambayo inapitia Uturuki na wanaikontrol wao na kwingineo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni muhimu sana. Same thing kwa Mchina, same thing kwa Muhindi. Iran ni mtu ambaye yuko very strategic, na wameshaipoteza Syria ambayo ilikuwa ni sehemu strategic. Sidhani kama wanaweza wakaipoteza Iran, na wakiipoteza itakuwa ni pigo kubwa sana kwa unaweza kurudisha power kwa Syria. It's complicated, sio rahisi. Yeah, it's complicated. Alafu pia nimegundua kwamba ndio hicho, unajua nilichokisema kwamba mtu anaangalia na faida ninayopata na gharama ninayoingia vinaendana. Kwa hiyo wameona kwamba haviendani. Kwa hiyo wameamua kukubali iache ipotee. Okay. Yes. Mpalestina ni Mwarabu. Si ndio? Yes. Lakini kama Waarabu wamekuwa masnitch kwa Mpalestina. Ni kwamba vile free Palestina, lakini kwenye kutia power waoga. Saudi Arabia amekuwa muoga, Qatar unamwona anamhifadhi Marekani. Wao Arabu wengine wanamhofia Marekani wakiungana na Palestina. Unatakiwa kwanza, Uarabuni, hizo nchi za Kiarabu, ili uzielewe inabidi uende mpaka kwenye World War I, vita vikuu vya dunia vya kwanza. Na ile eneo lote lilikuwa liko chini ya Ottoman Empire, ambavyo ndio vita vikuu vya dunia vya kwanza vilipiganwa dhidi ya. Kulikuwa kuna Ujerumani, na kulikuwa kuna Ottoman Empire, kulikuwa kuna Ufaransa, na kulikuwa kuna Uingereza. Na usaliti ulianza tangia then. Kulikuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Sharif, ambaye ndo alikuwa custodian wa Haramain ambayo ni Maka na Madina. Walimfuata wakamrubuni kwamba ukisaliti Ottoman Empire, kuanguka kwake haikuanguka kwa kupigwa kwa nje, ilianguka kwa usaliti wa ndani. Waarabu na Waislamu wenzao ambao ni wanafiki walimsaliti Ottoman wenyewe, na wakaahidiwa vitu walivyoahidiwa, lakini ukweli haukuwa kama walivyoahidiwa. Sasa ukija kwenye Saudi Arabia,
Saudi alisaini mkataba, na kopi ya mkataba huo nimeuweka katika makala. Mtu aingie kwenye SNS, akiingia kwenye Fuse X-Files ataikuta. Kuna makala ambayo nimeweka ambayo inaitwa A to Z ya mgogoro A to Z ya mgogoro wa Israel na Palestina. Nimeelezea historia all the way mpaka kufikia tulipofikia, na nikaelezea jinsi Saudi alivyosaini mkataba kwenda kwa Uingereza kwamba wanaruhusu ardhi ya Palestina ipewe mtu yoyote, hawajali anapewa nani, hawatoingilia daima milele. Kwa hiyo tayari wana mkataba ambao wao wameshajicommit, hawatoingilia kule, na kopi yake nimeiweka. Hizi nchi zingine ziliasisiwa na hao Waingereza na washirika wao, kwa sababu kipindi kile Marekani alikuwa bado mtoto, hayuko kabisa kwenye game ya geopolitics. Marekani ameanza kuibuka kwenye vita vikuu vya dunia vya pili kuja juu, umeona kwenye Bretton Woods, na baada ya kufeli hizo nchi za Uingereza na za Ulaya baada ya vita na vinginevyo, ndio Marekani, lakini huko nyuma alikuwa hayuko kabisa kwenye game. Kwa hiyo zimeasisiwa na hao na kila kitu kinatoka kwa wao hao. Leo hii hata wakiamua, leo hii Saudia amue, Qatar amue, UAE amue, hakuna wanachoweza kufanya, kwa sababu ndege wanazotumia ni za Marekani asilimia kubwa, na chache zinatoka kwenye nchi zingine ambazo ni za magharibi. Zile zote zina kitu kinaitwa kill switch. Kill switch ni ambacho mimi naweza nikaidisable isifanye kazi. Kama unakumbuka kipindi fulani hapa Bongo kulikuja na operation ya kuondoa simu feki, na TCRA walikuwa na uwezo wa kuzizima zile simu feki kutumia mitandao yao, kama mnakumbukaga ile nani. Ilikuwa kwenye 2015, 14, 16 ilikuja hiyo operation hiyo. Kwa hiyo unaona kwamba TCRA aliweza kuzidisable zile simu. Zilikuwa nyingi. Kwa hiyo the same thing, zile silaha zote hawezi leo hata wakiamua kumshambulia Marekani au Muisraeli, hawawezi, hazitofanya kazi. Yani pale wana magarasha, wana madude ambayo yamekaa, ambayo mpaka bosi wao waruhusu zitumike ndio zinatumika. Bila hizo haziwezi kusaidia chochote. Kwa hiyo hawana chochote. Cha pili, wako kwenye wana nchi zote hizo zinamlipa Marekani ili kulinda ufalme, yani viongozi hao Saudia, viongozi wa Dubai, ambao ni UAE, viongozi wa Qatar, Oman na kwingine kote, wanamlipa Marekani aweze kuwalinda mamlaka utawala wao uendelee kubaki pale. Kwa hiyo hawawezi kufurukuta, hawana chochote wanachokifanya, na wala tusitegemee chochote kinafanyika kutokea kwao. Okay, sawa, nataka tumalize na haya machache. Kwa hiyo tusahau kuona falme za Kiarabu zitamtetea Palestina. Sio, sasa hapo ni mpaka atakapokuja Al-Mahdi, ambao ukiingia kwenye elimu ya akhir zaman unamkuta kuna mtu ambaye ni Mahdi, atakapoibuka ndo ataleta mabadiliko hayo, lakini kwa sasa hivi tusitegemee, sioni kwa sasa hivi kitegemee, na wataendelea kutafuna mmoja baada ya mmoja. Unajua wanadhani kwamba baada ya Irani kwamba wameishia hapo. Hapana. Yani hapo wametoka Syria. Benjamin Netanyahu alisema, aliainisha nchi 7 ambazo anataka kuzivamia na azimalize. Kulikuwa kuna Sudan, kulikuwa kuna Libya, kulikuwa kuna Iraq, kuna Iran, kuna Syria, kuna Egypt, na kuna ipi ambayo sijaitaja hapo. Kuna either ninaweza kwa nimeitaja hizo nchi zote pamoja na Pakistan. Na katika mahojiano yake alishasema, ndio maana Pakistan amekuwa mkali kwenye hii issue, kwamba Pakistan na Iran wanatakiwa wasiwe na nuclear. Kwa hiyo wakimmaliza Muirani, iwapo watafanikiwa, anaifuatia anaweza akawa ni Egypt, ambao wataingia, watataka waimegemege, waivunjevunje. Then kuna nchi zingine ambazo nimezitaja ambazo zimebakia. Kwa hiyo Sudani ni Mwarabu mweusi, ndio? Mwarabu mweusi. Alafu ana itikadi ya Kiislamu. Kwa hiyo wao wanaamini kutokana na imani ya Kiislamu, Muislamu anatakiwa mtetee Muislamu wenzake. Kwa hiyo naamini hizo nchi ziko kwenye mazingira ya kuweza kumtetea Mpalestina. Na hata vile vita vilivyopigana kati ya Israel na nchi za Kiarabu zote ilikuwa ni kwa sababu kumtetea Mpalestina. Kabla ya pale hakuwahi kuwa kuna vita. Yes. Lakini ujamaa ulomtaja hapo, mkewe alifanya speech. Yupi? Huyo ni nani? Wapi, nchi gani? Netanyahu nani? Nani? Nchi gani?
kuna mke wa waziri wa Israel juzi alifanya speech, I mean Benjamin okay. Mke wa Israel wa waziri wa masuala ya ulinzi alisema kwamba haoni sababu ya yeye na Israel na Iran kupigana kwa sababu ni ndugu. Nadhani ni mke wa nani wa Netanyahu. Nadhani ni kauli ilikuwa na ukweli ama yes, alikuwa anapunguza tu ukali? No, ni kweli, kwa sababu ndio hicho ninachokwambia. There's a price to pay. Kila kitu kina gharama zake. Wakiangalia gharama wanayopambana nayo kwa sababu ya kutekeleza mission yao, na mission yao ni regime change. Hii nuclear ni zuga kwa zaidi ya miaka 30, na juzi nimetaja timeline yote, zaidi ya miaka 30. Sasa hivi si tuna Trump. Kabla Trump si alikuwa ni Biden, kabla Biden akawa ni Trump, kabla Trump akawa ni Obama, kabla Obama alikuwa ni Clinton, kabla Clinton alikuwa ni Bush, na all the way viongozi wote walikuwa wanasema Iran yuko karibu kupata nuclear, wanatakiwa asiruhusiwe kupata nuclear. Na Netanyahu zaidi ya miaka 30 amekuwa anasema hivyo hivyo kwamba Iran anakaribia kuwa na nuclear. Zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo ile ni pretext, na hiyo ni moja ya silaha ambayo wanaitumia miaka yote. Saddam ana silaha za kuangamiza. Wameingia baada ya pale, wenyewe wamekiri, wakasema intelligence yetu ilikosea. Wenyewe Marekani wamekiri kwamba intelligence yetu ilikosea, Saddam hakuwa na silaha za maangamizi. Kwa hiyo zile ni kwa Gaddafi, si walisema hivyo hivyo, watu anakandamiza watu wake, pia ana silaha za kikamikali na vitu kama hivyo, ili mradi wa muondoe Gaddafi. Same thing. Kwa hiyo wanatafuta kisingizio cha kusingizia, na watu miaka yote wanakuwa wanaamini kwa bahati mbaya, na ndio maana Fuse najitahidi sana kuwafungua watu akili waweze kuwa na uwezo wa kujoin dots na kufunguka kiakili. Kwa hiyo hicho ni kisingizio. Kwa hiyo ukiangalia gharama wanayopata kwa sababu ya kujaribu kumtoa madarakani Khamenei na utawala ule, wao lengo lao ni kuitoa madarakani serikali ya sasa hivi ya Iran. Lakini wanachokutana nayo, gharama ambao wanapay na mziki ambao wanaopelekewa na Iran, wanaona it's not worth it. Na kiuhalisia ni kwamba Muisraeli anatamani hata kesho hivi vita viishe. Ndio maana anatumia mediation na vitu kama hivyo, na nilitabiri kabla hivi vita kwanza, nilitoa nikasema kabisa mpango wa kumshambulia Iran uko tayari miezi miwili iliyopita. Na kweli ndani ya miezi miwili ikatokea. Ilivyoanza mashambulizi yalianza Ijumaa. Jumatatu nilikuwa niko Dodoma, nikatoa makala nikasema hivi vita haviwezi kuzidi wiki 2. Marekani ataingia, na baada ya pale kutakuwa kuna ceasefire, na ndio kilichotokea. Haijafika wiki 2 Marekani kaingia, kafanya mashambulizi ambayo ni symbolic, hajafanya madhara yoyote ya msingi. Na nikasema kwamba juzi kwenye GPS nikasema Muirani atajibu, lakini symbolic, kwa sababu alishakubaliana. Watu ni ngumu sana kuamini kwamba sometimes Marekani na Muirani wao wana makubaliano, ni ngumu sana kuamini, lakini ndio walichokubaliana. Marekani na washirika wake na Israeli ni watu ambao wanapenda sana sifa. Irani, Mchina, Mrusi na wengine sio watu ambao wanapenda kujisifia. Kwa hiyo kitu ambacho wao kina faida kwao, hata kama utachukua sifa it's okay, hawana shida. Yes, mara ngapi unamsikia Trump nimeweka vikwazo 500%, Mchina anaomba he's begging for negotiation. Mchina anasema no, hatujaomba, na si hata hatuna time na wewe, tunaendelea na mambo mengine. Ni mara ngapi anasema Putin ameniomba kuongea, Putin anatokea anasema no, sasa hatunani. Kwa hiyo anapenda zile sifa za wanapenda. Kwa hiyo hao hawana shida. Wewe kama unataka ujiko, chukua ujiko. Sisi tunataka vitu ambavyo vinatija kwetu sisi. Umeelewa? Kwa hiyo hawana shida kama wao watapata ujiko na watapata sifa, lakini ndio hicho. Na nimetoa makala ambayo sasa hivi yako pale, na nilishasema kwamba kutakuwa kuna nataka kuuliza maswali. Sawa. Malizie. Kwa hiyo kuna hivi vita sasa hivi wanarushiana makombora, lakini havitodumu. Yani muda si mrefu kutakuwa kuna ceasefire kinachoendelea sasa hivi. Okay, sawa. Mimi nikupongeze kutokana na vile ambavyo umekuwa ukitoa mwelekeo wake, na mwisho siku inatokea vile vile. Na baada ya hiki ambacho ulikitabiri kitatokea kwamba haitachukua wiki 2, Marekani ataingilia, na kiingilia baadaye tutaona vitu vitaisha. Iran amesema nuclear yake kwa maana nani yake hayajaribika, na Marekani anazungumza hiki. Ina maana tayari kwa macho tu ambayo tunaona, ina maana Muirani bado ana mabomu ya nuclear. Nini kitaendelea baada hapa? Muirani hana mabomu ya nuclear, na wala hakuwahi kusema ana mabomu ya nuclear. Iran ana enrich uranium,
ana uranium ambayo ndo inayotumika kutengeneza vilipuzi. Sasa ile uranium ni sawasawa, kwa lugha nyepesi mtu aelewe, ni sawasawa na betri. Unaweza kuichaji mpaka 100%, 60, 20. Mwirani ana enrich uranium ambayo ina 20%, ambayo ina 60%. Ili ifikie weapons grade, ifikie kiwango cha kutumika kama silaha, inabidi ifikie 90%. Na Iran haja enrich, hajaamua, na ni kwa sababu wao wenyewe ndo wameamua, sio kwa kuzuiwa. Na ni kwa sababu Iran ni nchi ambayo inaongoza kidini, na kiongozi wao mkuu Khamenei ameshasema kwamba hatutaki kuwa na silaha za nyuklia. Kwa hiyo ndo sababu pekee ambayo inawafanya mpaka sasa hivi wasiwe na silaha za nyuklia. Ana enriched uranium ambazo sehemu zake kuu 3 ambazo ni Natanz, Fordo pamoja na Isfahan. Fordo ndo latest ya kisasa zaidi, na ndo aliyoshambulia Marekani kwa GBU 57, na ina entrance 5. Marekani kashambulia entrance 2 na inaonekana, lakini haijaleta madhara yoyote. Lao ingekuwa imeharibu kule, tungeona leakage ya radioactivity, kwa sababu 60% tayari na ingileta radiation. Hakuna radiation yoyote. Mwirani tayari alishahamisha zile enriched uranium. Na Marekani baada ya mashambulizi akasema kabisa kwamba mashambulizi hayakuleta tija ambazo tulidhania, cha kwanza. Cha pili, wakasema Mwirani amehamisha zile enriched uranium na hatujui zilipo. Netanyahu akasema kwamba sisi tunajua zilipo. Kwa hiyo moja kwa moja ukijoin dots na ukiread between the lines, inamaanisha wote wawili, Marekani na Mwisraeli, wanakiri kwamba zile uranium bado zipo, hazijaharibika. Mmoja anasema anajua zilipopelekwa, mmoja hajui zilipo. Kwa hiyo bado ziko pale. Alafu hizi ndo 3 nani ambazo zipo. Kuna nyingine ya 4 ambayo mpaka sasa hivi hakuna hata mmoja aliyegusa, kwa sababu kwanza ni inazalisha nishati ya umeme. Cha pili, kuna scientist wa Kirusi, na Putin kashasema nina scientist wangu wako pale na sitoi hata mtu, atakayegusa pale nitadeal naye. Hakuna kiumbe yoyote ambaye kathubutu kushambulia hiyo reactor ya 4 ambayo inazalisha nani. Kwa hiyo wameshambulia huko, lakini ile enriched uranium imeondolewa, imefichwa ilipofichwa, wanajua. Na inauliza swali, je, wakiamua kuendelea na programu yao wanaweza? Mimi binafsi naamini wanaweza, kwa sababu hizo 3 ndo ambazo zinafahamika, lakini wametrain zaidi ya ma-scientist 1000. Ndo maana kila Israeli akimua scientist fulani anakuwa replaced, kwa sababu wana scientist zaidi ya 1000 ambao wamekuwa trained. Kwa hiyo utakata mtu utaenda mtu. Of course wakubwa wana experience, kuna athari itatokea, lakini haimaanishi kwamba ile program ndo imezidi, as long as wana elimu na wana uwezo. Na mimi naamini kwamba huenda wakawa na centrifuge au wana vinu vingine vya siri ambavyo watu hawavijui, kwa sababu vile wamevificha chini ya milima ambazo sio kila mtu anajua vilivyo. Tutegemea nini hasa baada, kwa maana umesema wiki 2 na kweli tumeona Marekani ameomba peace, na tunaona baadaye pia Irani pia ametuma makombora na akatuma taarifa kwamba muda fulani yatafika huko. Kwa nini kwa mawasiliano kwenda kuwa hivi? Kuna mawasiliano kwamba baadaye yatafika kwa muda fulani. Yaani ngoja nikwambie, hata unapoona kwamba kati ya Marekani na Irani ni maadui kabisa, huwa kuna kitu kinaitwa back channel communication. Huwa kuna mawasiliano ambayo yanafanyika nyuma ya pazia, na ni kwa sababu ya kuepusha bahati mbaya ambayo inaweza ikaleta madhara makubwa. Kwa hiyo hata kati ya Marekani na Urusi huwa kuna back channel, kati ya Marekani na China huwa kuna back channels, inapokuwa kwamba official channels hazipo. Kwa hiyo lazima wataarifiane ili kuondoa madhara ambayo yanakuwa ni makubwa zaidi. Ni biashara ya kuuza silaha kati ya nani sasa hapa? Na hizi vita zikifanyika kwamba it's better ifanyike kwa sababu tu weapons hizi ziweze kuuzika na vitu vingine. Of course ni biashara kubwa sana, na mimi nimeongelea kwamba waliomweka madarakani Trump ni wafanyabiashara. Trump yuko pale kwa ajili ya wafanyabiashara, ndio wamejikusanya wamemweka pale, na maamuzi yote ambayo ameyafanya Trump tangia ameingia ni ya kibiashara. Yale aliyojifanya sijui America First sijui tupa kule. Ndio maana aliingia kwenye Panama Canal kwa sababu ina faida ya kibiashara, anataka ichukue Greenland ambayo ina faida ya kibiashara, na tariffs na vitu vingine zote ni za kibiashara. Hakuna watu ambao unajua, kuna industry kubwa 2 ambazo ndo zinaingiza hela nyingi zaidi duniani. Ya kwanza ni military industrial complex ambayo ni kiwanda cha kuuza silaha. Cha pili
ni pharmaceutical industry, madawa. Wanatutengenezea magonjwa yote ambayo tunayo sisi, 90% ni ya kutengeneza. Corona wameitengeneza, na katika watu ambao walikuwa wanaongea tangia mwanzo kuhusu corona nilikuwa ni mimi hapo, wakati mwanzo kabisa inaanza. Na mwisho wa siku kweli umekuja kugundulika kwamba ilikuwa ni kitu cha kutengeneza na walichokuwa wanatutengenezea. Na actually naomba niwape watu faida kwamba tujiandae, kuna pandemic nyingine inakuja. Yes, kwa sababu walichojifunza kwamba kuna baadhi ya nchi walikuwa na uwezo kutokana na sheria zinawaruhusu kuto kufuata mwongozo wa WHO. Nchi kama Tanzania, namsifia sana hayati Magufuli, Mungu amweke, na alikuwa na msimamo mzuri na alitumia logic. Wametuletea vipimo vyao, kaenda kupima papai, kaenda kupima mbuzi, sio kaenda kupima oili, imeonekana ni positive. Umeona? Kwa hiyo imeonekana, wamesema sijui lockdown, sisi kasema tufanyeni maombi siku 3. Tukafanya maombi siku 3, ingieni mtaani. Wale waliokuwa wameshikwa masikio, na especially hawa vyama vingine walishikwa masikio, wakawa na waka maiti watajaa barabarani, sijui nini, yako wapi? Wako kimya. Yani wangekuwa ni waungwana, walitakiwa aseme kwamba sisi kwenye jambo fulani tulikosea, mtu fulani alikuwa sahihi. Wameipotezea kimya. Umeona? Magufuli was right. Yes, na tumetoboa. Niliongelea kuhusu vaccine na nikasema zina madhara. Sasa hivi imekuja kugundulika kwamba ni kweli zina madhara, zimesababisha madhara makubwa ndani ya Marekani yenyewe. Pfizer na Moderna na Johnson & Johnson wana mashtaka kibao ambayo yamefunguliwa. Europe same thing. Chanjo ambazo zimetoka kwenye yes, kwenye COVID. Na ndio maana najiuliza kwa nini huku wizara zetu hazifuatilii kuna madhara gani, how to mitigate it. Umeona? Lakini yani it's beyond reasonable doubt. Sasa baada ya kujifunza hichi, wakaja kugundua kwamba kumbe kuna nchi ambazo zinaweza zikajikomalia. Kuna kitu kinaitwa pandemic treaty ambayo basically inaipa World WHO kuingilia nchi na kuilazimisha nchi ifate masharti na matakwa yanayotakiwa. Wamefanikiwa juhudi baada ya mapambano makubwa sana. Hii imepitishwa kimya. Unajua, ngoja nikwambie, ukiona kuna issue kubwa inaendelea, angalia upande wa pili. Huwa ni diversion, kuna vitu vinaendelea nyuma ya pazia. Imepita hiyo. Kwa sasa hivi World Health Organization wana nguvu na mandate kutokana na pandemic treaty. Sasa hivi tujiandae for the next pandemic. Sijui lini, lakini wataitengeneza, inakuja. Yes. La mwisho, unaambiaje wa Tanzania kuhusiana na hivi vita vya Irani na Israeli? Tutegemea nini la mwisho kabisa, na watu wanakupataje pia? Okay. Cha kwanza mimi nawaambia Tanzania, na nimekuwa nafanya hii kwa zaidi ya miaka 3. Tufungue akili zetu. Tuwe open mind. Intelligence, uwerevu, ni pale ambapo una uwezo ukachukua information mpya, taarifa mpya inapokuja, alafu ukaangalia parameters zake na ukweli wake, ukalinganisha na taarifa ulizokuwa nazo before, na kuja na conclusion tofauti, hata kama inaenda kinyume na itikadi yako au imani yako au elimu uliyokuwa nayo before. Huenda elimu uliyokuwa nayo before ilikuwa haijakamilika au ilikuwa ni potofu. Kwa hiyo tuwe tuna uwezo wa kupokea information mpya na kuzifanyia kazi. Cha kwanza. Cha pili, tujisomeshe. Vitabu vyote vya kidini vinatuamrisha sisi tusome, tujielimishe. Unajua kuna elimu na kuelimika. Elimu, kuna watu wengi sana ambao wana elimu sasa hivi. Watu wamesoma mashule ya kisasa na nini na vitu kama hivi, lakini walioelimika ni wachache. Alafu tutofautishe kati ya elimu na intelligence na uwerevu. Kuna watu ambao wana elimu lakini sio werevu. Ndio yale maalumati nani wanayo, lakini hawana intelligence ya kuweza kuchakatua na kuprocess zile information ili ziweze kuwasaidia. Kwa hiyo tusome sana, tufuatilie sana, tujifunze vitu vingi sana, na bila hivyo tutaendelea kutumika na tutaendelea kuingizwa chaka na tutaendelea kupotoshwa. Kwa hiyo hicho ndo ninachotaka watu wawe na. Yani ngoja, juzi nilikuwa naongea na naomba nitoe watu faida. Nimetoka Dodoma. Kulikuwa kuna issue ya haki rasilimali ambapo watu walikuwa wanajadili mambo yote ambayo yanahusiana na madini. Kulikuwa kuna wataalamu, kuna watu wa serikali, kuna watu wadau, kuna wafanya biashara. Zile ndo sehemu kama Watanzania wanataka kufanya mabadiliko, na kama Waafrika wanataka kufanya mabadiliko, zile ndo sehemu za kwenda kuhudhuria. Ukisikia kuna jukwaa fulani, nenda kasikilize. Ukisikia kuna kiongozi fulani sehemu fulani, nenda kamsikilize, nenda kaongea naye, nenda kahoji. Sawa? Kwa sababu
tusipokuwa tuna uwezo wa kusikiliza na kutumia akili yetu na kufikia conclusion yetu au majibu yetu binafsi, tutakuwa tunatumika kwa sababu ya faida ya wengine. Tutakuwa tunafikishwa kwenye conclusion au tutapewa majibu ya wenzetu. Nianze kwa viongozi wa kidini. Viongozi wa kidini ambao sio waadilifu, ambao wanataka faida kwao wao binafsi. Wapo ambao ni waadilifu au hawapo, lakini wa kidini, na naongelea dini zote kwa ujumla, watataka kuingia na kushawishi na kuongea mambo ambayo yatawapa wao maarufu. Kwa hiyo wao watakuja na conclusion zao. Wale raia ambao hawana akili ya kufikia conclusion zao wenyewe, watadandia conclusion ya yule na kuifanyia kazi conclusion ya yule na kumempower yule. Sawa? Na nasema kwenye dini zote, sio dini moja. Kwa hiyo kuna viongozi wa kidini ambao watatumia raia kwa sababu ya maslahi yao. Matokeo yake ni nini? Wao wanafaidika vipi? Kwanza anakuwa na nguvu, kwamba mimi nikiongea watu wananisikiliza, wanafanya ninachokitaka. Alafu inampa yeye faida yake, ile inakuwa sasa ni currency, inakuwa ni bargaining chip kwa ajili ya kupata maslahi yake binafsi dhidi ya either uongozi au serikali au dola. Umeona? Ndio maana unakuta watu mara kapewa cheo fulani, mara sio kafanywa hivi, mara alafu akishapewa hiyo kimya anatulia. Na tumeona several times mara kibao, lakini watu hawaamki. Hiyo nimeongelea upande wa kidini. Tunaingia sasa kwenye upande wa kisiasa wa vyama vya siasa vya upinzani. Wao watakuja, wataongea, huenda mambo wanayosema ni kweli na ni yapo, umeona, lakini angalia wanasukumia wapi watu. Wanasukumia watu kwenye migomo na kufanya uasi na vitu kama vile. Sisi ambao hatuna, au raia ambao hawana maamuzi yao, wanachukua maamuzi ambayo yamefikiwa na hawa viongozi, wanayafanyia kazi. Matokeo yake unampa nguvu huyu, unampa power ambayo yeye anaenda kuitumia, ambayo akipata anachokitaka unamshangaa kimya kapotea. Yale maslahi yake kipotea unamshangaa tena kaibuka tena. Na sijui kwa nini jamani, hakuna, yani hivi vitu ni zuga. Naomba nitolee mfano ambao uko wazi. Ni viongozi wangapi ambao unajua walikuwa kwenye either upinzani na wengine walikuwa kwenye chama tawala, walikuwa na vurugu sana, walipopewa tu madaraka either uongozi fulani, kimya kwisha. Alafu mkitaka kujua, ndio hicho ninachotaka kuwasanua watu. Angalia, kama mnakumbuka, na huu ni mfano hai katika watu ambao walisemwa sana kwa kipindi kile. Kulikuwa kuna JK, kulikuwa kuna Lowassa, kulikuwa kina Mwembe na wengine wengi ambao walisemwa sana na kwamba ni mafisadi, wamefanya nini, na issue za Richmond na zingine nyingi, na wapinzani wakaja na ushahidi ambao uko documents na nini na kila kitu. Ndani ya huku ilipotokea sintofahamu ndani yao chama, Lowassa akatoka akahamia upinzani. Huyo ambaye walikuwa wanamsema na wanamchafua na kumuita fisadi na ushahidi wote, yale makabrasha yote yalifichwa pembeni, wakambadilisha, wakamsafisha, wakamtukuza, mpaka alikuwa anaenda kwenye barabara zinasafishwa, zinapigwa deki. Yes. Kwa hiyo kwa mtu mwenye akili utajua kwamba hawa lengo lao ni maslahi yao, na watatumia njia yoyote kufikia maslahi yao, hata kama ni kubadilika kama kinyonga. Kwa hiyo unaona kwamba mtu ambaye alikuwa anasema ni mbaya, ni mchafu na nini na kila kitu, walimpokea na wakamfanya mgombea wao na wakamuendorse na wakafanya kila kitu. Umeona? Alivyotoka tena tupa kule. Kwa hiyo huku wanatumia raia kwa sababu ya ajenda zao binafsi ili wafike pale, na huenda wanayoyasema, na yapo wanayoyasema ambayo ni ukweli, lakini nia yao sio kusolve ile. Nia yao ni wao wapate nguvu ya kuweza either kuingia madarakani au twist na kuishinikiza au kuishika pabaya serikali ili na wao wapate baadhi ya faida. Na nakuja upande wa tatu, viongozi ambao wako madarakani watakuja, watasema tumefanya hivi, tulifanya hivi, tulienda hivi, tutafanya hivi. Umeona? Ili mradi wewe uchukue matokeo yale au conclusion ile, uikubali, uifanyie kazi, ili
yule aliyoko pale aendelee kubaki madarakani na aendelee kulinda mkate wake na aendelee kufaidika. Kwa hiyo hivi vitu vitatu vina connection gani? Kwamba watu wenye sei na wenye faida hawajitambui, ambao ni hawa raia wa kawaida ambao wanatumika, kila mmoja anapiga engo yake. Na sasa hivi washaona kwamba mtu fulani kajaribu kitu fulani kimetiki, wanaibuka wengine wengi wanapita umo. Mtu fulani kajaribu hivi imetiki, wote wanaibuka. Tuamke na tamani tufanye nachotaka mimi. Sisemi kwamba tusimuunge nani wala tumuunge nani. Nataka tufanye maamuzi sahihi, maamuzi yetu sisi. Educated decision making ndo njia pekee. Hakuna watu ambao wana nguvu kama raia walioelimika. Sasa watu wanatofautisha raia walioelimika na raia waliojazwa propaganda. Unaweza ukajazwa propaganda na 1, 2, 3 ukajaa, ukatumika kwa sababu ya faida kadhaa. Tushaona several times. Kenya kwa ndugu zetu, Raila Odinga, huwa anafanya hivyo hivyo. Anakiamsha, serikali inamuita basi tukae, tutakupa waziri, tutakupa nini, prime minister nini, anatulia. Kwa hiyo tujifunze, tunatumika vibaya. Yani ninachotaka ni raia wafanye maamuzi ya usitumike kwa sababu ya ajenda ya mtu. Kuna watu ni waongeaji wazuri, watakutumia ndivyo sivyo. Na bahati nzuri mimi kuna makala ambayo nimeshayatoa, nimeyaeka. Hiyo ya kwanza. Na hicho sasa tumeongelea kwa ndani. Sasa kuna mapuppet master ambao wako nje. Hivi vitu vinavyotumika sasa hivi sio bahati mbaya. Kenya wenzetu wamefanywa kuwa major na NATO ally. Kenya, sawa? Na tumeona wanavyoshirikiana na vitu kama hivyo. Sasa hivi nchi za magharibi zinaelekezea nguvu East Africa kwa sababu wameipoteza Sahel. Wameipoteza kule ambapo kuna Mali, Burkina Faso na nani. Unaona? Kule Mrusi kaikamata. Umeona? Na sio kwamba aliingia, watu walimfuata kwa sababu wameona kwamba huyu ni mtu ambaye tunaweza tukadili naye. Kwa hiyo wamepoteza influence. Wametafuta sehemu nyingine ambayo wameona wapi pa kwenda, na ni hapa Afrika. Kuna Ford Foundation ambayo inatumika vibaya sana na ndo hizi USAID. Juzi baada ya kuingia Trump na Doji imekuja kuonesha jinsi misaada ile ya USAID inavyotumika kufund Boko Haram, kufund Al-Qaeda, sisi na vikundi vingi vya kigaidi na vya ushoga na vya transgender na vitu vingi. Iko wazi, iko on record. Na hivi vitu nilishaongelea before. Baadhi ya wanasiasa waliotoka baadhi ya nchi na kuja huku kwetu kwa sababu ya hivi vitu wanatumika kwa sababu ya, yani unajua Tanzania, watu hawajui significance ya Tanzania. Huwezi ukaongelea harakati za kuikomboa Afrika bila Tanzania. Nyerere ameplay a very crucial and important role katika kukomboa nchi za Afrika, ikiwepo South Africa. Na ndio maana Mandela alivyotoka sehemu ya kwanza kabisa alitua Tanzania kwa heshima hiyo. Walikuwa wanatoka kule, walikuwa wanakuja, wengine walikuwepo Iringa, mpaka leo kuna baadhi ya miji ambao wameacha watoto ambao ni mix wa kutoka South na wengine huku walikuwa trained hapa. Na nchi nyingine nyingi harakati zilitokea hapa. Kuna siku nilitengeneza makala nikaongea jinsi gani Nyerere alivyoiokoa Tazara Zambia. Baada ya kipindi kile anapambana na kuonekana kwamba yuko dhidi ya wakoloni, wakamwekea, yeye ni landlocked country, ni nchi ambayo haina bahari, wakamwekea vizuizi ili kumcrash. Akamfuata Nyerere, jamaa wametuwekea nani, siwezi nikasurvive. Nyerere akasema sisi wenyewe hali yetu ya kiuchumi sio nzuri, lakini ngoja niongee na Wachina. Nyerere akaenda kuongea na Wachina, kiongozi wao. Kiongozi wa Kichina akasema, kipindi kile Mchina bado na yeye anajitafuta, hayuko vizuri. Lakini Mchina akasema, nimeelewa umuhimu wa hii kitu na ina umuhimu gani ili nyinyi kujikomboa. Ndo Mchina akaja akaijenga Tazara. Umeona? Ndo ikawa kama uokozi wa kuweza kuiokoa Zambia iweze kupata access ya port na sehemu ya kupumulia. Umeona? Na ndio maana China na Urusi vili play a very important role kusaidia nchi za Kiafrika ambazo zilikuwa zina kwenye harakati za ukombozi. China na Afrika haijawahi kutawala nchi yoyote huku Afrika au kusaidia nchi kuitawala, tofauti na hizi nchi za magharibi. Kwa hiyo Tanzania ina muhimu sana. Kwa hiyo na Tanzania ina madini yote na migodi yote ambayo iko kule. Kwa hiyo ni sehemu ambayo hizi nchi zinahitaji zipate mguu hapa, washike hapa. Kwa hiyo wanatumia proxies wao kuweza kuingilia hapa. Utashangaa hata watu wa nje wengine wanatumika humu.
Utashangaa wewe, tangia lini umeshisikia mwanasiasa akatoka nchi za jirani kuja kuingia hapa? Ushawahi kusikia wanasiasa wa Kenya, wa Tanzania wameenda kuingia kule? Hakuna. Hii ni kitu ambacho ni unprecedented. Angalia jinsi media za nje zinavyoshiriki. Yes, wanavyoinani. Na hiyo ya kwanza, naomba nielezee kwamba tuelewe kwamba kuna mchezo wa ndani, alafu kuna mchezo wa nje. Na ni kwa sababu wamepoteza sehemu muhimu sana ambayo ni Sahel region. Wanahitaji kambi nyingine ambayo itaifanya hapa. Miaka yote kwa nini hawajawahi kuifanya Kenya major na NATO ally? Kwa nini sasa hivi? Ni baada ya kuipoteza huku. Kwa hiyo na hii sehemu ya East Africa ina umuhimu sana kutokana na strategic location yake ilipo. Kwa hiyo ukiangalia utaelewa. Lakini upande wa pili pia serikali ina makosa yake mengi sana. Kuna madudu mengi sana ambayo yapo, ambayo inatakia iyafanyie kazi. Ukweli ni kwamba ukiwa na kidonda ukikifunika haujatibu kidonda. Umekifunika. Hapo utashangaa, alafu baada ya muda utashangaa kwamba kama ni nguo, kama ni bandage, utashangaa damu imepanda, imefika juu, kama ni harufu inaanza kutoka. Huenda sasa ilikuwa ni kidonda cha kawaida na mafunza yakaanza kutoka kwa sababu haujatibu. Au ukiwa kuna sehemu pana harufu mbaya, ukipulizia air freshener itafunika, lakini baada ile air freshener kukata, harufu itaendelea kwa sababu kuna kitu ambacho ni chanzo. Kwa hiyo kuna madudu ambayo yapo, ambayo yanatakiwa yafanyiwe kazi. Bila kuyafanyia kazi, itakuwa wanaibuka watu tofauti tofauti ambao wana ajenda zao binafsi za kwanza. Lakini kuna watu ambao ni kweli, ambao wanachongea ni kweli na kinatakiwa kufanya kazi. Kwa hiyo serikali inatakiwa kwanza ifanyie kazi. Cha pili, mimi kwa maono yangu, kuna baadhi ya viongozi ambao katika baadhi ya madaraka wanatakiwa watolewe kwa sababu wana madhara kuliko faida. Na kauli zao zina madhara kuliko faida na hazina uzalendo. Umeelewa? Kwa hiyo issue ni kuangalia kuna matatizo gani, hebu tu solve haya matatizo. Mtu fulani anazengua, huyu anazengua, kauli yake anayotoa haifai. Haiwezi katokea wewe waziri unakuja kusema kwamba tumeongeza tozo, kama utaki amia Burundi. It's not right. Na inapotokea serikali mmekaa chini, ina maana mnaendorse ile. Inapotokea kiongozi kama mkuu ambayo kwenye either mkoa au kitu kama hicho, unapigiwa simu na bibi na hii issue ameongelea mmoja wa wapinzani ambao ndio hicho sasa, hivi vitu pia vipo. Na kapigiwa simu na mama ambaye hali yake akaambiwa kule alipe nini, akampigia, majibu yake yalikuwa around hili neno. Ulisikia hiyo? Alisemaje? Alisema ilikuwa ni issue ya kuhusu hela. Yes. Kwa hiyo kabidi akamwambia kama anaweza akajinani mwenyewe. Yes. Uwezi ukanani hivyo. Hivi vitu vina madhara na ni kweli unapolea hivi kweli kuna tatizo. Unaona? Na usipoishughulikia inamaanisha serikali inaendozi hivi vitu, ndo msimamo wa serikali. Umeona? Kwa hiyo lazima kuna, yani dawa ya haya malalamiko ni kuyafanyia kazi. It's as simple as that. Viongozi ambao hawafai, kaeni pembeni, leteni wanaofaa. Kuna tatizo sehemu gani? Shughulikia. Ikifanyika hivyo ndani ya miezi mitatu, raia wanasahau. Zinaisha. Lakini as long as ipo, hata utumie njia gani, zitaendelea kunani. Alafu bahati mbaya zinatengeneza chain reaction. Yes, inatokea huku, inatokea huku, inatokea huku, inatokea huku. Mwisho wa siku Stalin ana kitu yake anasema, ana usemi wake anasema quantity has a quality of its own. Wingi au idadi kubwa ina ubora wake wa kipekee. Na hiyo ni kwamba Hitler alikuwa na vifaa vya bora sana, lakini vya Soviet havikuwa bora, lakini vilikuwa vingi na alikuwa anaweza kuviproduce kwa wingi. Kitu kama T55 tank ilikuwa ina ubora sana. Kwa hiyo hii issue yani ni very simple, lakini sielewi ambao labda ma strategist ambao wanapanga, mimi naiona issue ni very simple. Alafu kuna baadhi ya vitu ambavyo havitakiwi kujibiwa. Yes. Leo hii kila kukicha CIA inalaumiwa, ilifanya hivi, ilimuua mtu fulani, hakuna hata siku moja utasikia CIA wamejibu. Wanakaga kimya. Pididi kabla hajaingizwa jela, mess. Maka Pididi alijitokeza akasema unajua inatakiwa tu na umoja, tupendane sisi watu weusi, tusaidiane. Mess akajitokeza akasema wewe mnafiki, mimi nimekuletea mpaka dola milioni 1 nadhani 0.5 unipe rekodi zangu nifaidike nazo, lakini umezikataa. Alafu hapo unajifanya mapenzi na nini kama kweli nini. Pididi angejibu tu, lile issue ingilipuka. Pididi alikaa kimya na issue ikapotelea pale pale. Umeelewa? Kwa hiyo sometimes kuna nani Sanzu anakuambia fight your enemy where they are not. Pigana na adui yako sehemu ambayo hayupo. Inatakiwa umweke, umpeleke anapotakiwa afike,
ili ummalizie pale. Kwa hiyo sasa hivi yuko hapa, lakini ili ummalize anatakiwa yeka hapa. Inatakiwa mtengenezee mfumo ambao akiingia hapa unamtandikia hapa. Umeona? Kwa hiyo hiyo ni issue ambayo kuna baadhi ya watu wameiona na wanaitumia na ina faida kwao. Kwa hiyo hizi issue ni very simple. Raia yote 9 hawa wote wacho wanafanya wanachokifanya. Mimi nalia na raia na nalia na Waafrika. Tujielimishe, tutatoboa. Brother, mimi nashukuru sana kwa elimu yako. Bana, nashukuru sana. DJ Sma, of course unaweza kani follow Instagram, napatikana DJ Sma 255, TikTok DJ Sma 255, na makala yangu yote yanapatikana SNS, simulizi na sauti. Ukiingia kwenye playlist, makala yote utakayokuta yanaitwa jina la Fuse ni makala yangu. Nina makala ya uchambuzi wa magari, uchambuzi wa teknolojia, kuna Fuse Military ambayo nimekuwa naanza na vita vya Ukraine mpaka leo, kuna Fuse X-Files ambayo nimekuwa na deal tofauti, na kuna Fuse zingine ambazo ziko pale, na nachoweza kusema Allahu alam, Mungu ndo mjuzi zaidi. Ninaongea kwa ninachokijua, sema ambayo nitakuwa nimekosea, niko tayari kujirekebisha. Asante sana. Nadhani tutatenga muda mwingine tuje tuzungumzie masuala tu ya magari na teknolojia kama hiyo, tuweze tupate elimu ya kutosha. Karibuni sana. Asante sana.